Global TV. Bado tuko hapa msibani ambapo leo ni siku ya pili tangia tumepata taarifa ya msiba wa dada yetu kipenzi Hawa ambaye amefariki akiwa nchini India kwenye matibabu. Lakini mmoja kati ya wasanii wa movie ameweza kuwasili hapa, Shemsa Ford. Pole kwa msiba kwanza. Asante. Na tunafahamu kwamba Hawa ni mmoja kati ya wasanii ambao walikuwa kihudumu tena kwenye Bongo Movie, kwa maana ya urafiki labda umeanzia huko na kufahamiana, lakini taarifa ya msiba jinsi ambavyo umeipata, unaweza kutuambia kwa ufupi? Taarifa niliipata na mdogo wake alinitumia message. Akaambia dada Hawa amefariki. Hasa nikaichelewa kuiona ile message, sasa mwenyewe nilikuwa naumwa sana malaria. Kwa nakuja kuiona baadaye, nampigia ndo ananiambia Hawa amefariki, ndo naingia kwenye mtandao ndo nikaona. Na mara yako ya mwisho kuzungumza naye au kukutana naye ilikuwa ni lini, na kama mlizungumza kuhusiana na nini ambacho unakikumbuka wewe kama wewe? Kuzungumza naye kilikuwa ni muda mrefu sana. Tukizungumza muda mrefu sana. Na urafiki wenu ulikuwa unaunganishwa na nini? Karine mimi nilimjua kupitia rafiki yangu na kabla ya kuingia kwenye kazi. Baadaye tukaja kukutana kwenye kazi, ndo hapo tukajikuta tena ndo mwigizaji mwenzangu, washikaji hivyo. Basi kwa mpaka anaanza kuumwa, na kumbuka ni muda mrefu, Karine kaumwa muda mrefu sana. Kwa hiyo alivyoanza kuumwa alikuwa Mwanza kama sikosei. Kwa ndo pale tuposikia naumwa mwenzetu, tukahangaika naye kwa kipindi vya mwanzoni. Wasanii tukaungana, tukajichanga mpaka akaja hapa da matibabu. Nakumbuka siku ya kwanza nampeleka Muhimbili, nilitoka pale kama saa 10 alfajiri kama sikosei. Kwa ndo kamwacha pale akaendelea na matibabu hivyo. Kwa tukaendelea. Baadaye tena mambo mengine tena tunakuwa unajua mtu ambaye kitu kiko muda mrefu, kwa unabaki vipi unaendeleaje hivyo basi. Na taarifa yake ya kwamba amepata kuchangiwa na watu aweze kwenda nchini India kwa ajili ya kufanyiwa upasuaji wa 25 ambao yeye mwenyewe pia na watu mbalimbali waliamini kwa sababu ya nchi yenyewe kuwa na wauguzi ambao wana kiwango na wamefahamika kusaidia watu wengi. Ulipata? Of course niliona kutokana na jitihada za Daimelda alipokuwa anampambania, kwa nilikuwa naona kila steps ambayo inaenda kwa mpaka dakika mwisho, nikasema Karine kashapona tayari, Mungu amemsaidia. Kwa nilikuwa nafuatilia na nikaamini na huko anakokwenda basi atafanya vizuri. Mpaka mwisho naona interview alikuwa anafanywa na ule Muhindi, kwa nikaona yani she's fine, yani kapona. Na jinsi ambavyo ulikuwa unaisikiliza ile interview na kumuona yeye mwenyewe akiwa tayari kashafanywa matibabu na alikuwa akisubiria tu siku kwa ajili ya kurudi huko nyumbani, ulionaje kwa jicho lako? Ulisikiaje kwa sauti ambayo alikuwa anasikika pale marehemu Karine akiwa anazungumza? Nilikuwa namuona yuko very okay, yani mtu ambaye amepata tumaini jipya, yani kama kile kitu ambacho kinamsumbua muda mrefu kapona. Kwa yani nilikuwa na imani Karine kapona. That's it. Yani sikujua kama leo tutakuja eti Karine amefariki, sikujua hicho. Umeniambia kuhusiana na yeye kwa maana ya kukutana na wewe kwenye kazi, jinsi ambavyo mlikuwa mkibondi kwenye kazi, ulibahatika kufanya naye kazi hata moja ambayo unaikumbuka? Nimefanya naye kazi mbili. Nimefanya naye Bado Natafuta na series inaitwa Kiu ya Kisasi. Na ilikuwaje kipindi hicho kwenye kiwango chake cha uigizaji na jinsi ambavyo ulikuwa ukimuona kama msanii? Alikuwa ni mdada wa namna gani kwenye Bongo Movie? Kiukweli kwenye kipaji alikuwa na kipaji kikubwa sana Karine, huo ndio ukweli na watu walikuwa wanakiona. Na muda ambao sasa ndio alikuwa anasema afanye kazi ndio maradhi yakamemkuta. Nakumbuka hata tunashoot Kiu ya Kisasi alikuwa na excuse nyingi sana. Nakwambia naumwa, najisikia kile, najisikia hivi siji shoot ni, lakini mtu mnajua mnachukulia kawaida tu kwa udogo. Yes, lakini tumepoteza kipaji kikubwa. Karine ni one of the best actress ambao tulikuwa nao na tumempoteza. Na tuna muda ambao ndo alikuwa anataka sasa kuonesha kipaji chake kwa ukubwa, ndo Mwenyezi Mungu kamchukua. Ni kitu gani ambacho kinabaki kama alama upande wako kwa dada huyu? Nashukuru kumfahamu
na namshukuru kwa maisha yake ya uhai ambao tulikuwa wote. Tutakumbuka uwepo wake, ucheshi wake, upendo wake. Karina ni mtu ambaye yani alikuwa ni mchapakazi, anapenda kupika, anapenda kufanya kazi. Kwa yani tutamkumbuka kwa vingi kikweli, vingi sana. Ukiwa kama kwa interview ukiwa kama msanii ulitamani afikie hatua ya kupona na kurudi kwenye sanaa kama ambavyo baadhi ya wasanii huwa wanaumwa alafu wanarudi wanapona na kurudi katika kazi? Mfano miongoni mwa wasanii ambao washio kupitia changamoto za kuumwa sana kina Ommy Mpozi hao washaumwa na wakapona. Kwa hiyo mlitamani hilo pia? Of course. Mtu ambaye asiyetamani wenzake apone basi atakuwa shetani. Tulitamani apone, na kwa sababu game pia ilikuwa inamhitaji, kwa sababu ameanza kuumwa kipindi ambacho ndo at least anaanza kupata nafasi za kazi za kuonesha kile alichokuwa nacho. Kwa tulitamani apone arejee kama wengine ambao tumeona anaumwa mwisho wa siku anapona. Na kuna mtu abalizana Bakarina atakufa kutokana wewe mtu anapigwa operation 20 ngapi na bado tupo hai. Na uko ukimwona kwa muonekano unamuona she's very fine, lakini wewe ndani mtu anaguria maumivu. So tuko tunahisi atapona tu. Yani tuko tunajua atapona na atarudi kwenye kazi zake, atasimama upya, kwa sababu pia ni strong mpaka anafariki, uko very strong. Kipi ambacho mashabiki zenu hawakijui nyinyi kama wasanii, vile ambavyo mnasupportiana kwenye matatizo kama haya, mtu akiumwa sana au hali za misiba, mashabiki hawatambui kama nyinyi huwa mnakuaga front kwenye kusupport mpaka labda mambo yakija mitandaoni? Sisi tunasupportiana sana, hata kama unakutana na tofauti zenu, lakini inapotokea swala la matatizo, msiba, lazima tushikamane, tunaweka magomvi pembeni na mnasupportiana, iwe msiba, iwe harusi, iwe nini, yani tunashikanaga. Ndio tunashukuru Mungu hasa kwa sisi Bongo Movie. Hata tuoje tumenuniana tumefanyaje, lakini ukisikia mwenzako ana tatizo lazima utakimbilia. Kwa kuna chembe ya upendo ambao tunao bado sisi, tofauti na wengine kwamba hatuko sawa, basi ndio hatuko sawa kwenye kila kitu, lakini sisi tunashirikiana. Na hata kumwoka Karina mwanzoni kabisa ile naanza, watu waliingia kwenye grupu, watu tulichanga, walifanya hivi, tukaja tena. Mimi nilikuwa naye karibu sana kipindi kile, mpaka akaja hapa kutoka Mwanza, tukaanza kumtibia. Watu kipindi chote walikuwa wajui, nadhani wengine wakaona tu na post ile, jamani mchangieni hivyo. Kwa umoja upo. Tupongeze Shamsa, unakuaga front sana kwenye masuala ya matatizo, unakuaga front sana kwa yani unakuaga positive kwenye masuala ambayo pengine watu wengi huaga negative kwenye, hususan kwenye kwa wasanii. Unajitengeneza kwa miongoni mwa msanii wa aina gani kibinadamu? Kibinadamu mimi ndo maisha ambayo nimelelewa. Mimi unaweza usinione kwenye sherehe na usinilaumu kwa sababu pia sio mtu wa sherehe, lakini kwenye shida labda niwe naumwa, shida ya ugonjwa au msiba, ni lazima niwepo, lazima labda niwe na excuse ya aina yote. Lakini kwenye sherehe naweza nisitokee, kwa sababu mimi naweza kapita miaka hata 10 sina sherehe aina yote, yani sina heka zile. Sherehe yangu ya mwisho ilikuwa ni ndoa yangu, na ndio maana hata uliona sijaenda maukumbini wala wapi, siwezage kunifanya tu nyumbani nikamaliza. Kwa hiyo kwenye sherehe mimi ni nadra sana kunyona, lakini shida niko mbele sana, alhamdulillah. Sasa wasanii wanasema kuna namna huwa mnapitia, mashabiki zenu wengine wanasema si za kibinadamu, pengine ni masuala ya giza, kwa sababu wengine wakawa wanahusisha maradhi yake zaidi ya miaka 8 plus na operation zaidi ya 20 na kitu kuendelea juu huko. Kuna namna uko una jina huwa mnapitia hizi challenge kwamba inawezekana wenyewe kwa wenyewe mkafanyiana namna au inatokea? Mimi kiukweli nadhani familia ilielezea zaidi, especially ugonjwa wa Karina. Nilikuwa na interview, mama anaongea hivyo, yeye mwenyewe marehemu alikuwa anaongea. Kwa hiyo mimi sasa niko kama niko kwenye position ya kuongelea hilo. Mimi ninachoamini hakuna nguvu zaidi ya Mwenyezi Mungu, na jambo mpaka linakufikia basi Mwenyezi Mungu ndo kaamua. Kama Mungu hajaamua haliwezi kukufikia.
kwa sababu Mwenyezi Mungu ndo mwamuzi wa kila kitu. Kwa hata kuumwa kwake inawezekana Mwenyezi Mungu alikuwa mwandaa mja wake ili kumrejea yeye, kwa sababu na uhakika kipindi hicho Karina alikuwa anafanya ibada sana na imani iliongezeka sana. Kwa Mwenyezi Mungu pia labda alikuwa anamwandaa mja wake amchukue ampeleke sehemu sahihi. Kwa nina imani kwa kudra za Mwenyezi Mungu atakuwa amelala sehemu salama. Inshallah. Taarifa zote na cha kumalizia kwa watu ambao wameguswa na msiba huu. Na naweza kuambia tu poleni, ni msiba wetu sote, tulie tufanyaje, lakini ndo ukumbusho kwamba wewe unajulikana usio unajulikana, lazima ipo siku yako tu utaondoka. Kwa tufanye kidunia, lakini tusisahau kufanya kwa ajili ya kiba kwa Mwenyezi Mungu, kwa sababu muda wote saa yote tunaweza tukaondoka. Nobody is special kwamba wewe anabaki yule anaenda, no. Kwa wewe maarufu wewe chochote, Mwenyezi Mungu anatukumbusha kupitia sisi wenyewe kwa wenyewe. Kwa tukumbuke tufanye ibada, tusaidiane, tuhurumiane, tupendane. Ingawa nasema kupendana ni ngumu kwa sisi wenyewe kwa wenyewe, lakini tuhurumiane. Ukiona mwenzako na shida, hata kama uko naye sawa, muone huruma. Maisha yetu mafupi. Shukrani sana, pole sana. Nashukuru.